Bwana, wakati sakata la kutafuta kocha mpya likiwa linaendelea ndani ya klabu ya Young Africans, leo nataka nikuletee jina la mtu anayefahamika kama Omar Najhi. Huyu ni mwalimu ambaye vilabu vyote viwili vya Kariakoo, Simba na Yanga, kwa nyakati tofauti vilikuwa vinasukuma kete kweli kweli kumpata huyu mwalimu. Huyu ni mwalimu ambaye hivi sasa anapatikana, yuko free. Recently alikuwa ni mwalimu mkuu wa kikosi cha timu ya taifa ya Jordan chini ya umri wa miaka 23, na ni mwalimu ambaye mikono iliyomlea na kumtengeneza inamfanya awe miongoni mwa makocha ambao wanatamaniwa na wanatakiwa kwa kiasi kikubwa sana, na hivi sasa yuko sokoni, anapatikana. Bila shaka kuna mawasiliano yanafanyika baina yake na vilabu tofauti, na Young Africans ni klabu ambayo imekuwa ikivutiwa naye kwa kiasi kikubwa sana, hasa baada ya kipindi kile Nabi kuondoka. Interest ilikuwa ni kubwa sana, lakini akapata malisho sehemu nyingine. Simba walifukuzia sana dili la kumpata Omar Najhi, ikashindikana, ndipo mwafaka wa Fadlu Davids ukaja ukapatikana mwisho wa siku. Sasa nini kinafanya Omar Najhi, mwalimu ambaye vilabu viwili vya Kariakoo vishamtaka kwa nyakati tofauti awe very special? Kwanza, Omar Najhi ni mzaliwa wa Uingereza mwenye asili ya Morocco, manake ana uraia pacha, ni British Moroccan. Huyu ni mtu ambaye ana umri wa miaka 47, na kwa kiasi kikubwa sana safari yake ya ukufunzi ilianza katika timu za vijana za Fulham kwa muda wa siku 1825 toka msimu wa 2006-2007 mpaka msimu wa 2010-2011. Kwenye ligi za vijana alikuwa anafanya kazi katika klabu ya Fulham kama youth coach. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana uzoefu mkubwa sana wa kufanya kazi katika timu za vijana pale Uingereza akiwa na Fulham. Kwa hiyo ana uzoefu mkubwa sana katika eneo hilo. Mara baada ya kutoka hapo, safari yake ya ukufunzi kwa kiasi fulani ikawa imeelekea katika nchi ya Qatar, katika klabu ya Al Khor ambako amehudumu kama caretaker. Kuna muda akawa kama ni kocha mkuu, lakini mara baada ya kutoka hapo pia akawa kocha mkuu wa klabu ya Al Markhia ya pale Qatar. Lakini huyu ni mwalimu ambaye amefanya kazi chini ya Walid Regragui. Walid Regragui sasa nikimtaja wengi wenu mnaweza mkawa mnamfahamu. Huyu ndo kocha wa timu ya taifa ya Morocco ambaye amefanikiwa kuipeleka national team ya Morocco kwenye hatua ya nusu finali kwenye edition iliyopita ya kombe la dunia mwaka 2022. Omar Najhi amefanya kazi kwa kiasi kikubwa chini ya Walid Regragui katika klabu ya Wydad, na kwa pamoja walitoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika na ubingwa wa Botola. Sasa huyu ni mwalimu ambaye pia amefanya kazi chini ya mwalimu mmoja anayefahamika kama Jamal Selami. Huyu Jamal Selami pia ni miongoni mwa makocha ambao wamefanya vizuri katika bara la Afrika, na ubingwa wa ligi kuu ya Morocco, na ubingwa wa CHAN akiwa na Morocco. Hawa ni walimu ambao wamempa notes kwa kiasi kikubwa sana Omar Najhi katika safari yake ya ukufunzi, na kwa mara ya kwanza ameweza kuja kupata majukumu ya kufundisha timu ya taifa ya Jordan kama msaidizi, lakini amekwenda kuwa kocha mkuu wa timu za vijana chini ya umri wa miaka 23 za Jordan. Huyu ni mwalimu ambaye anaamini katika mfumo wa 3-4-3, lakini ni mwalimu ambaye pia amepata uzoefu kutoka kwa walimu wengine. Kwa hiyo ni yule mwalimu ambaye yuko flexible pia. Hayo ndo maono yake ya namna ambavyo anautazama mpira. Ni mwalimu ambaye kwa kiasi kikubwa sana anavutia vilabu vingi, kwa sababu ni mwalimu ambaye anaweza kutengeneza misingi ya vijana, anaweza kufanya kazi vizuri na vijana, lakini pia ana uzoefu wa kufanya kazi na washindi katika bara la Afrika. Sasa Young Africans wanaendelea na mchakato wao wa kuendelea kutafuta kocha mpya. Waliwahi kumtaka sana huyu mara baada ya project ya Nabi kumalizika, finali ya shirikisho miaka 2 nyuma, wakamkosa. Simba walimtaka sana akawatengenezee timu msimu uliopita, wakamkosa. Fadlu ikabidi awe ndo mbadala wake. Vibarua vingi ambavyo vinapoteza walimu vinaangaza zaidi macho yao kwa mtu anayeitwa Omar Najhi.